Katika ulimwengu wa sasa tunaoishi na katika dunia hii tuliyopo, watu sasa hivi tumekuwa ni watu wa kutaka mambo kwa haraka sana, kutaka kufanikisha mambo yetu mpaka hapo tunapokuwa tunahitaji jambo. Pale tunapokutana na changamoto, tunapokutana na matatizo mbalimbali, tunaanza kuwa watu wa kulalamika mara moja. Tunapopata na mitihani ya kimaisha, tunaanza kuhoji uwepo wa Mungu kwetu, tunaanza kuhoji mpango wa Mungu katika maisha yetu. Lakini tujifunze kwa mama yetu huyu Maria, anatufundisha juu ya umuhimu wa kuwa watu wa kutafakari. Yeye alipopewa habari na malaika juu ya kumzaa Mwokozi wetu, Bwana wetu Yesu Kristo, alianza kwa kushtuka, lakini hakuishia katika kubaki kushtuka. Alisema ndiyo. Alipokosa nafasi katika nyumba za wageni na kulazimika kujifungulia zizini, hakulaumu jamii wala hakulaumu Mungu kwamba kwa nini umeniacha, umenipa wajibu mkubwa, lakini unanifikisha katika haya mateso. Alipolazimika kukimbilia Misri kama mkimbizi ili kuokoa maisha ya mtoto Yesu, wala hakukata tamaa na wala hakusita, bali alizidi kuendelea na safari yake. Yeye alijua na kutambua kwamba Mungu ana mpango na yeye, hata kama kwa wakati huo mpango huo ulikuwa hujadhihirika rasmi vizuri katika akili zake na katika mawazo yake. Ndugu zangu, leo tunapewa mwaliko sote tunapoanza mwaka huu 2026 kwamba huenda tunaweza kuwa tunaanza tukiwa na mizigo mizito, tukiwa na migogoro mbalimbali katika familia zetu, katika ndoa, katika jamii tunazoishi. Tunaweza tukaanza mwaka huu tukiwa na hofu, tukiwa na wasiwasi, na hata tukiwa na mambo mbalimbali yanayotuumiza yaliyotukuta mwaka jana. Lakini maisha ya Maria yanatufundisha kwamba tunapaswa kumshikilia Mungu, tunapaswa kutembea na Mungu siku zote za maisha yetu, kwani tukimkaribisha Mungu na kumwalika katika maisha yetu, yeye mwenyewe atatujalia amani, atatujalia utulivu wa kuweza kupita katika hizo changamoto, katika misukosuko yote ambayo inakuwa katika maisha, bila kukata tamaa, bila kufadhaika. Pia kama mama yetu Maria, tunaitwa kuwa watu wenye moyo wa kutafakari, badala ya kuhusu kelele za ulimwengu huu ambazo zimejaa mashindano, zimejaa hofu na wasiwasi. Tusikubali zitutawale, bali tujifunze kurudi ndani ya mioyo yetu, na kila tukio linalotupata, liwe jema, liwe baya au liwe gumu kwa namna gani, ni nafasi yako wewe kukaa na Mungu na kujiuliza, je, Mungu anataka nishuhudie nini kupitia katika jambo hili? Maria anatufundisha kuwa watu wa ukimya, kuwa watu wa kujitafakari zaidi, kwani kuwa watu wa ukimya, kuwa watu wa kujitafakari ni silaha kubwa dhidi ya fadhaa za maisha. Aliyejenga maisha yake juu ya uaminifu wa Mungu, si juu ya urahisi ya mazingira yake. Ndugu zangu, Maria kama mama wa Mungu anatukumbusha pia thamani ya kuitikia wito wa Mungu katika hali zetu za kawaida. Kama nilivyokwisha kusema hapo mwanzo, alikuwa ni binti wa kawaida tu, lakini ndio yake iliweza kubadilisha historia ya dunia, iliweza kubadilisha historia ya wanadamu. Hata wewe pia ni nafasi kwako, kwa maisha yako, hata kama ni ya kawaida kwa namna gani, ni kwa uamuzi wako wa kuamua kuishi maisha ya uaminifu na kwa upendo, unaweza kubadilisha maisha yako wewe mwenyewe na hata maisha ya wale wote wanaokuzunguka. Pia siku ya leo tarehe 1 ya mwezi Januari ni siku ambayo pia ulimwengu tunaadhimisha siku ya amani
tujikabidhi chini ya ulinzi wa mama huyu na tuzidi kumwomba Mungu atujalie neema ya kuwa vyombo vya amani, na pia tukumbuke kwamba maisha yetu hapa duniani ni zawadi na kila siku mpya ni fursa ya kuanza upya. Ikiwa mwaka uliopita uliishi kwa huzuni, uliishi kwa hofu, uliishi kwa wasiwasi, uliishi maisha ya kuwa mbali na Mungu, leo ni fursa ya wewe kugeuka na kubadilika na kusema Bwana niongoze. Na pia tukirejea katika somo letu la kwanza, basi baraka ya Bwana izidi kutuongoza katika maisha yetu kama Mungu alivyo